Ndio waziri mkuu, mimi nilikuwa nafanya kazi Keltex, lakini tumerusha malipo yetu mpaka leo yalipo tangu 94 mpaka leo yalipo PPF zetu. Tumeenda mahakamani, tumeshinda kesi mahakamani, tukaamua mtalipo, lakini mpaka sasa hatujalipwa bado. Niko na wenzangu 543. Kwa hiyo hapa nilipo na documents zangu ziko hapa, nataka nikukabidhi ili uweze kuzielewa. Nani alitakiwa kuwalipa? Serikali. Idara gani? Nani? PPF, NCF. Nani? NCF. Haya, mtendaji wa NSSF yuko wapi? Mwenzetu wa NSSF yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi wa NSSF? Nipo hapa kiongozi. Unalifahamu hilo jambo? Hapana kiongozi, hili jambo ndio kwanza tumelisikia hapa. Tunaomba tulichukue, tuwahoji, tuone linatokea wapi ili tufanye kazi. Haya, hebu mchukue huyo mzee, kaa naye pembeni ili upate undani wake. Upate undani wake, alafu nitahitaji kuipata hiyo taarifa. Mpeni anayefuata. Mimi naitwa Maria Loisujaki. Nilikuwa na kesi yangu ya miaka 33 sasa. Kila nikienda tu naambiwa kesho watu wamevamia, wamejenga shamba la baba yangu na niliachiwa na baba yangu. Yaani mimi nateseka, niko kwenye nyumba za watu, nimefukuzwa hata juzi kwenye nyumba, nimekosa kodi ya nyumba. Nakaa nalala kwenye chini ya kitanda ya watu, nalia tu, na familia wako shule. Nyamaza, mimi hizi barua zote ziko hapa, naambiwa leo kesho, sijaona matokeo. Nateseka, siwezi kufanya lolote tena. Hiyo kesi iko wapi? Iko wapi hiyo kesi? Kesi iko Eru. Iko wapi? Hilo eneo ni wapi lipo? Shamba liko Ruroto. Watu wamevamia wakajenga. Mimi niko nateseka, sina pa kugeukia. Haya, afisa ardhi wa Rumeru yuko wapi? Afisa ardhi wa Rumeru yuko wapi? Mheshimiwa DC, ili jambo ulishalijua? Hebu msogezeni huyo mama aje huku, huyu aliyeongea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili jambo mama yetu Bi Maria Loisujaki analo la muda mrefu, limeshafika ngazi ya mkoa mara nyingi. Lakini pia kwa mujibu wa kesi hii ilishafika mpaka ngazi ya mahakama 94 kama sijakosea, 1994. Ana ugomvi na ndugu zake kuhusu hichi kipande cha ardhi. Lakini walipokuja kwa msaada wa Mama Samia Legal Aid, kuna mambo ambayo wameshauri, anatakiwa tumshauri ambaye anamsimamia. Na siku ya Jumatano kama sio Jumanne alikuwepo ofisini kwangu, na nimewasiliana na watu ambao walikuwa kwenye dawati la Mama Samia Legal Aid. Tumekubaliana siku ya Jumatatu inayokuja waje watupe walifikia ngazi gani na ushauri gani wa kisheria na muda ambao wamekaa nje ya utaratibu wa kukata rufaa kimahakama, tunawezaje kumsaidia kuanzia hapo. Lakini tulienda mbali zaidi, tuliwaita na upande wa pili ambao wako katika huu mgogoro wa ardhi. Sasa Mheshimiwa Mkuu, labda tukishakutana na hawa watu wa Samia Legal Aid siku ya Jumatatu, lakini kwa mapendekezo ambayo kama serikali ya wilaya tunatamani tuwashauri wale wengine, kama itakwenda kama Mungu atakavyotutarajia, basi tutakuja kurudisha mrejesho na kumsaidia mama huyo. Asante sana. Haya, asante. Basi pokea ile nakala yake, lakini na yeye unayo? Bibi amesema anayo, kwa hiyo itunze tu. Mtafutieni sehemu nzuri ya kukaa bibi mama yetu huyo. Mtafutieni sehemu akae, apumzike, atulie.
alafu Jumatatu muoneni. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tunapenda watu wanaoshughulika na mambo ya watu, jambo linatokea unakuta hatua zimeshachukuliwa nzuri sana. Mpeni mwingine tumsikilize. Kwa jina naitwa Joel. Kwa jina langu naitwa Joel. Kuna familia moja ilivamia ardhi ya mama yangu. Mama yangu ni mjane. Baada ya kuvamia ile ardhi, nikaenda kufuatilia kwa kupitia baraza la wazee wa ukoo, yaani malaigwanani. Hao malaigwanani walifuatilia, wakaunda tume ya miezi kadhaa. Baadaye wakapata majibu, wakaita ile familia. Wakaja wakasema kwamba ardhi ni ya baba yao. Msimamizi wa kwao wa mirathi akaleta wosia ambao umehifadhiwa paka Rita. Wakasema kwamba mali hii sio ya kwetu. Huo mgogoro umeenda paka kwa Mheshimiwa Makonda kipindi akiwa mkuu wa mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa ilitusaidia vizuri sana kukutana na wale watu na kuwakalisha wote kwa pamoja, na tulipata kwamba walipata kwamba ardhi hiyo ni kweli kwamba hawa bwana wamevamia. Kilichotokea ni kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa ikanisaidia kwenda kuweka caveat. Baada ya kuweka caveat, kwanza tulienda tukakuta kwamba wale mabwana wameweka hati walioweka ni forgery. Kuanzia serikali ya mtaa, wao wameenda wamegushi nyaraka za serikali ya mtaa, na diwani kwamba amehusika, na diwani yuko hapa hivi sasa, na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wakaleta kuna dokumenti ambayo ni ile ya ya serikali ya mtaa ya kumjadili mtu kupewa hati. Kumbe ni forgery. Mtu ameenda amekaa kwenye chochoro akatengeneza akapeleka halmashauri akapewa hati. Shamba hilo ni zaidi ya eka 6, liko hapo kwenye roundabout kunakoelekea stendi kujengwa leo, na hata hivi sasa eneo hilo liko kwenye sehemu ambayo itachukuliwa na barabara ambayo inasemekana 4 ways. Hivi sasa serikali ya hawa halmashauri wameshiriki pamoja na ofisi ya msajili, wakampa mtu hati kwenye ardhi ambayo sio ya kwake. Baada ya kufuatilia zoezi hilo, kilichotokea ni kwamba ofisi ya msajili wa hati ikaniambia kwamba ngoja tukusaidie kuweka caveat alipoendelea kufuatilia. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kamishna wa ardhi yuko wapi? Hebu tuambie, unalijua hilo jambo? Hebu mpeni mtu wa ardhi atuambie. Mmempaje hati mtu kwenye eneo ambalo lina mgogoro? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndo nalipokea hapa, lakini taratibu za utoaji wa hati ambazo tunazifanya ni kwamba huwa tunapokea kutoka kwa wananchi. Kwa mwananchi, ili tuweze kupatia hati lazima awe na muhtasari wa serikali ya mtaa ambayo ndio inathibitisha umiliki wake. Amekuambia zote hizo ni forgery? Tumepokea maelekezo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hebu njoo mpe nakala hapa. Sasa kamishna, ili ulifanyie ufumbuzi tunavyokuja kwenye majumuisho, nije nipate taarifa ni kitu gani hasa kilichojiri. Haya, mpeni mwingine. Nisalimie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Mwanaidi Msangi, balozi namba 82. Ombi langu. Yuko wapi anayeongea? Ombi langu. Mimi sina kero barini na ombi langu. Sina mtoto wangu alienda JKT. Haya, njoo huku. Wewe kwa sababu ni ombi tu, njoo huku uonane na katibu hapa. Tena ni balozi, bosi wetu. Sasa ngoja tusikilizane. Yule ambaye anaombi apite huku, lakini naomba pia tusikilizane. Wale ambao, naomba tusikilizane vizuri. Wale ambao hoja zao ziko kwenye maandishi, ninaziona kuna wengine wananyosha bahasha hapo. Hebu wale wenye bahasha, nimeona hizo bahasha. Nyinyi wote ambao mko na bahasha, hoja yenu imeandikwa vizuri,
naomba andika namba yako ya simu kwenye bahasha hiyo. Weka kwenye hiyo hoja yako, weka na namba ya simu, weka jina na namba ya simu. Alafu msogee upande huku, niwapeleke makatibu wapokee hizo hoja. Wale wote ambao wako kwenye hoja, ziko kwenye maandishi, ziko kwenye bahasha, nadhani tusogee huku kwenye sehemu ya parking huku, ili tuwapeleke makatibu wapokee moja baada ya nyingine. Wafungulieni hapo karibu na parking hapo, na analeta makatibu hapo waje wapokee vizuri hizo bahasha. Baada ya hapo, kesho tutaweka timu moja hapo kwa rasi, watapitia jambo moja baada ya lingine. Kukiwa kunahitajika ufafanuzi, utapigiwa simu ili uifafanue, na mimi nitapata taarifa ya kila hoja. Wale wote waliokuwa na bahasha wasogee upande ule kule wa kushoto karibu na jengo huko. Tuwapishe wale wenye bahasha ambao hoja zao zimeandikwa vizuri. Hakuna haja ya kuieleza mara mbili. Nitazipokea zote hizo. Tutakuwa na timu hapo kwa rasi, na mkuu wa mkoa atasimamia. Nitakaporudi itakuwa moja ya sehemu ya maelezo ya undani wa hizo hoja. Haya, waruhusuni wote wapite wale wenye hoja ambayo imeandikwa iko kwenye bahasha, wala hawana haja ya kuielezea mara mbili. Mkishatoa muhakikishe na nyinyi mnabaki na nakala. Haya, makatibu gawanyikeni, wengine waende pale kupokea hizo hoja. Haya, makatibu nendeni pale. Haya, wakati wanaenda, hebu mpe huyo mwenye bahasha hilo, mpe huyo mwenye bango. Kwa jina naitwa Mary Boaz, niliuza jengo, nilipewa fidia kata ya Daraja Mbili, tulikubaliana milioni 72, nikapewa milioni 65. Kwenye ofisi ile ya kata ya Daraja Mbili. Nimekuwa nikifuatilia kila mahali, nipawe haki yangu sipewi. Nani anayehusika? Mtendaji wa kata ya Daraja Mbili. Nani aliyekulipa? Mkurugenzi. Haya, mkurugenzi ambaye kwa sasa huyu ni mpya. Kuna ule mwingine aliyokuwa amesaini mkataba wangu ambao amefanya mauzo na mimi hata mkataba hajanipa, wala sina karatasi lolote linalojieleza kwamba nilifanya biashara na halmashauri. Haya, mkurugenzi ni ofisi, atakulipa huyu. Njoo hapa, njoo kwa mkurugenzi hapa. Zimebaki ngapi? 7. Ngapi? Milioni 7. Haya, njoo upewe na mkurugenzi huyu. Njoo kwa mkurugenzi hapo. Bahati nzuri mkurugenzi huyu ni mpya. Mkurugenzi, we ni mpya, hatuna ugomvi nawe. We ni mpya, hatuna ugomvi nawe. Lakini raia aliyetoa eneo, mpenda maendeleo namna hiyo, tunawezaje kumzungusha? Kwa hiyo bwana, hebu mtafutie hiyo milioni 7 mlipe. Na bahati nzuri una mbunge mjanja kabisa, ameshakuwa hapa mbunge kashakuwa mwenezi, mkuu wa mkoa kashakuwa mwenezi, na hao ndio walikuwa wanatuelekeza tuchukue hizo hatua. Sasa bwana, hebu chukua hatua haraka bwana, umezingirwa na watu wa maelekezo matupu hapa. Haya, hili limeisha. Yule mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mmoja wa wanafunzi wa mwanachuo.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mmoja wa baadhi ya wanafunzi tuliokuwa tumedailiwa katika chuo cha Mwanza University. Cha serikali cha binafsi? Chuo binafsi. Hicho chuo kilidaili nje ya utaratibu wa serikali. Kilidaili wanafunzi wengi. TCU alipogundua walikuja wakatuhamisha na wakaambia kwamba Mwanza University wanatakiwa watuhamishe kutokana na taratibu za chuo. Taratibu za chuo zilipofanyika, tuliweza kuhamishwa na Mwanza University. Endelee. Lakini tulipofika katika vyuo tofauti, tulikuwa tunahitajika kulipa ada katika vyuo tulivyoweza kuhamishiwa. Tulipofika katika vyuo tulivyohamishiwa, wakuu wa chuo walikubali kutupokea kutokana na barua iliyokuwa imetumwa katika chuo cha Mwanza University. Chuo cha Mwanza University waliahidi kwamba tutapofika katika hicho chuo husika watawasilisha ada zetu katika chuo husika. Tulipofika chuo tumekutana na changamoto ya chuo cha Mwanza University, hawataki kuturudishia ada zetu. Tumekuwa tukipitia changamoto na hata kuandikishwa barua kwa ajili ya kutaka kufanya katika kipindi cha mtihani. Na tulipozidi kuzungumza na katika uongozi wa Mwanza University walikuwa wanatuambia watatulipa. Tumewapigia juzi uongozi wa Mwanza University, wanatuambia hawawezi kulipa chochote, tufungue kesi sehemu tunapoweza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba msaada wako sisi kama wanafunzi au wanachuo. Maana yake tunapitia changamoto kubwa, tunakosa hata uhuru wa kusoma kwa amani. Kwa sasa uko chuo gani? Nipo chuo cha KCMC. Uko KCMC. Umesafiri kutoka Moshi? Ndiyo. Njoo hapa uonane na naibu waziri wa TAMISEMI. Njoo onane na naibu waziri wa TAMISEMI hapa.